Tumsifu Yesu Kristo, wasikilizaji na watazamaji wapendwa. Tunafanya tafakari fupi ya somo la Injili la Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa. Somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 23. Injili hii ni simulizi la Yesu, au kama yenyewe na mwandishi mwenyewe anavyotafsiri ya Kiswahili anavyosema, ni mfano wa Yesu, mfano wa mpanzi. Yesu anatoa mfano wa mkulima anayetoka kwenda kusia mbegu, na mbegu hizi zinaanguka katika mazingira tofauti, na baadhi karibu na njia, ndege wanafika, wanaziokota, wanakula. Nyingine katika miamba, tunajua mwamba ni eneo lenye udongo hafifu, zitamea, lakini mizizi haiwezi kwenda kina, hivyo hatimaye zitanyauka. Nyingine penye miba, zinapokuwa zinasongwa na miba, kwa hiyo hazitatoa mavuno yoyote. Na hatimaye hizi za mwisho ndizo zitakazoanguka katika udongo mzuri na zitazaa kwa viwango tofauti, lakini zitazaa hasa. Kwa nini Bwana wetu anatoa mfano huu? Kwa nini atoe mfano wa mkulima huyu wa ajabu? Nani alaumiwe kwamba mbegu nyingi, karibia robo tatu ya mbegu alizotoka nazo nyumbani, mwenyewe mkulima aliziacha zikadondoka katika udongo mbaya? Kwa nini asingehifadhi hizi mbegu na kuhakikisha zote zinawekwa katika udongo ulio mzuri? Ndugu zangu, tumesema simulizi hili la Yesu ni mfano, lakini pengine neno mfano ni neno ambalo tafsiri yake ni finyu mno, halielezei vizuri kilichokuwa anakifanya Yesu. Kwa Kiingereza ni parable. Parable ni simulizi lenye maana. Kwa lenyewe sio historia ya kitu kilichowahi kutokea, bali ni fundisho linalobeba ukweli. Lakini ni fundisho ambalo kusudi kueleweka, lazima yule anayelisoma, yule anayelisikia afanye jitihada binafsi kuelewa kilichomo umu, na yeye ni muhusika kiasi gani wa hiki kilichozungumzwa katika parable, katika mfano, katika simulizi. Maandiko matakatifu, Yesu mara nyingi ametumia lugha ya mfano, hata katika Agano la Kale. Kwa mfano tunakumbuka Nathan alivyokwenda kwa Nabii Daudi, kwa Mfalme Daudi. Mfalme, tunakumbuka kosa lake kubwa la kumuua Uria baada ya kulala na mke wa Uria, na mke wa Uria akijikuta ni mjamzito. Daudi alimuua Uria na Daudi akamchukua mke wa Uria. Jambo hili lilikuwa chukizo kwa Mungu. Nathan anapokwenda kwa Daudi, hamwambii, amkemei moja kwa moja kwa kile alichokifanya. Anatoa parable, anatoa simulizi la yule maskini, mtu wa chini akiwa na kondoo mmoja, na simulizi la tajiri mwenye kondoo wengi. Tajiri akapokea mgeni, badala ya kuchagua kondoo katika kundi lake, akaenda akampora yule kondoo wa maskini, akamchinjia mgeni wake. Daudi aliposikia jambo hili akasema, huyu aliyefanya uhalifu wa namna hii auawe mara moja. Na ndipo nabii anamwambia Daudi, ni wewe kwa ulichokifanya kwa mke wa Uria. Kwa Daudi sasa anaanza kuona ukatili wake, anaona ubaya aliotenda kwa kupitia simulizi hili la nabii. Kwa Kristo naye anapotoa mifano hii, anataka na sisi tuchukue nafasi, tujitathmini. Tatizo letu huenda mara nyingi maandiko matakatifu tunayasikia tu masikioni, na hatujipi muda wa kutosha wa kukaa
na kujichunguza wenyewe na kuangalia ni wapi na ni katika eneo gani naweza nikajitizama kama kwenye kioo kupitia kwenye mfano huu na mimi nikajiona nilivyo. Injili hii pamoja na kwamba sio mwendelezo moja kwa moja wa injili tuliyosikia Dominika iliyopita, kwa sababu ile ya Dominika iliyopita ilikuwa ni sura ya 11 na hii ni sura ya 23, lakini yote ni karibia kuelezea mazingira yale yale ya Kristo. Kristo ameingia katika sehemu ya pili ya utume wake, na mpaka sasa matokeo hayaonekani kwa ya kuridhisha. Nguvu alizozitumia, safari alizozifanya, mpaka sasa haionekani kama amepata ufuasi mkubwa wa kutosha. Dominika iliyopita tulimsikia akishangilia kwa Mungu. Akishangilia sio kwa sababu alikuwa amepata wafuasi wengi, bali kwa sababu pamoja na kwamba kuna waliojiona na hekima na busara wakaenda zao, wapo wachache, hususan mitume wake, ambao walisema hawawezi kuondoka kwa Yesu. Yesu akawafanisha na watoto wachanga. Hata kama wapo wengi wamenikataa, hata kama sionekani kukubalika kirahisi, kufanikiwa kirahisi, lakini kuna kama kiini, kuna wachache, kuna ambao watakuja. Na bila shaka Yesu alikuwa anatazama siku za mbele. Alikuwa atazami kushindwa kwa wakati ule. Alikuwa anatazama wachache baadaye watakuja kuwa kanisa kubwa. Kadhalika Dominika ya leo. Dominika ya leo Kristo basi ni kama anaendeleza tathmini ya utume wake ambao mpaka sasa ameufanya. Ni kama yupo katikati ya utume wake. Na katika tathmini hii basi anaeleza wanafunzi wake. Bila shaka yeye mwenyewe ndio aliyekuwa anasia mbegu. Yeye ndiye mpanzi. Mbegu ni neno la Mungu, amesema mwenyewe. Ardhi ni mimi na wewe. Sasa turudi kwenye swali ambalo tulidokeza lakini hatukulijibu. Ni mkulima wa namna gani? Anafikiria nini anapotoka na mbegu na kuziacha zidondoke katika mazingira yasiyo rafiki? Sio kwamba huyu mkulima ndiye anayepaswa kulaumiwa. Hapana. Mkulima amesia mbegu bila ubaguzi kwa yeyote katika ardhi yeyote. Nimesema ardhi ni mimi na wewe. Mkulima ambaye ni Mungu mwenyewe hafanyi ubaguzi. Mimi niliye ardhi, hata kama anaweza kuonekana kwamba ni ardhi tasa, ardhi kame, ardhi yenye miiba, kwa utashi wangu naweza kubadilika, nikaibadilisha dhamiri yangu, nikasikiliza, nikabadilika, nikawa ardhi iliyo njema. Na wanaofanya kazi ya uinjilishaji wanakutana na yote haya. Wanakutana na yote haya Kristo aliyasema. Wanahubiri kwa yoyote, lakini sio wote wanaopokea kwa usawa lile wanalohubiriwa. Ipo mioyo minyofu ambayo ilikuwa haijawahi kumsikia Kristo, na inapomsikia inamsikia kwa haraka. Lakini ipo mioyo mingine inakuwa na kiburi, inakataa. Kiburi chenye viwango tofauti tofauti, kama hivi vitatu ambavyo Kristo amevitaja mwanzoni. Sasa Kristo kwa alichoeleza ni kama tu robo ya kazi imefanikiwa. Kama ni mtihani ameshindwa, sivyo? Kama ni mtihani ameshindwa, lakini kwa kweli hajashindwa. Kama nilivyosema, simulizi, parable, mfano ni nyenzo ya mwalimu bora ya kumfanya mwanafunzi afikirie, atafakari, atoe maana. Sasa pamoja na kwamba katika simulizi hili Yesu ameeleza zile zilizoharibika kwamba ni nyingi, lakini bado kuna muda kwa mtu ambaye ni mfano wa ardhi iliyo katika njia. Kuna muda wa kufanya jitihada kusudi ndege asije akachukua kile kilichoanguka. Lakini tunaweza kufikiria mbali zaidi. Hata kama ndege amechukua, bado Kristo anaendelea kusia mbegu.
bado Kristo anaendelea kusia mbegu, hasi mara moja. Fikiria mifano ya watu wakubwa katika imani yetu ambao mwanzo walikuwa wanasadifu hii hali ya kiburi ambayo Kristo ameitaja katika hizi hali tatu. Fikiria mfano Paulo. Kiburi chake katika dini ya Kiyahudi, upinzani wake kwa kanisa ulikuwa wa kiwango cha kutaka kuliangamiza kanisa lenyewe. Lakini baadaye imekuwaje? Mbegu ile injili ambayo mwanzoni alikuwa anaikataa, Kristo ameisia kwa mara nyingine na Paulo amegeuka. Fikiria Mtakatifu Agustino, kijana mwenye akili kupitiliza, ambaye alipata elimu bora ya wakati wake kutoka Afrika Kaskazini akafika mpaka Ulaya. Mamake anajitahidi kusia mbegu ya imani. Kristo tuseme anasia mbegu ya imani kupitia mamake, kupitia watu mbalimbali. Kote huko kuna ndege walikuja wakadonoa kaondoka nayo, au labda miiba ikazingira, lakini kwa kiwango cha Agustino hata kufikia kuota. Ni kama ndege alichukua mapema sana. Lakini ilitokea nini alipokutana na askofu mtakatifu Ambrosi? Mbegu itaota, mbegu itazaa, na mpaka sasa tunapata fursa ya kujifunza mafundisho ya imani yetu kupitia mtakatifu huyu mkubwa. Au tufikirie mfano mwingine ambao na wenyewe wa zamani, karne ya 19, miaka 1800, Kardinali Newman wa Uingereza, ambaye mwanzoni hakuwa wa imani yetu. Alikuwa Mkristo lakini hakuamini katika kanisa Katoliki lilichofundisha. Lakini baadaye alitulia, akaamua kujifunza ukweli wa imani yetu, akajua historia ya imani yetu, akajifunza mababa wa kanisa, akaona ukweli wa kiimani uliomo, akageuka kuwa mwanatheolojia mkubwa, pengine akazidi hata wale ambao walikulia, walizaliwa, walilelewa ndani ya kanisa kwa uimara wa mafundisho yake. Basi ndugu zangu, mfano huu utusaidie kujitafakari, kujiangalia. Mimi ni udongo wa aina gani? Mimi ndiye mwenye uwezo wa kumkubali Mungu. Mungu anasia mbegu. Nikikataa isi yote, Mungu hata nilazimisha, ataniacha mimi katika uhuru wangu wa kusema ndio au hapana. Kwa nini mimi niko kama njia? Kwa nini nisijiuze nikawa udongo mzuri ambao utahifadhi mbegu? Kwa nini nakuwa mgumu kama mwamba? Sitaki mizizi ya kile nilichokisikia kuhusu imani yangu ipenye ndani. Kwa nini mimi nakuwa kama sehemu yenye miiba? Kwa nini siing'oe hiyo miiba, iache hiki chema Mungu alichokianzisha sio tu kiote, sio tu kipate mizizi yenye kina, bali kisizongwe, niwe kile ambacho Kristo, kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka niwe. Nitamsikitisha mkombozi wetu kwa kiburi changu cha kuendelea kufanya kazi yake ionekane kwamba haifai? Hata kama Kristo azingatii wingi bali ubora, basi mimi nisiwe sehemu ya ile 75% au ile 3/4 iliyokwenda bure, bali ni pamoja na kwamba mimi nikue na nizae matunda, basi niwasaidie na wengine. Siku ya mwisho Kristo atakapofanya tathmini, basi labda mfano huu wa kwake uwe bora zaidi. Labda auboreshe, aseme kweli 1/3 ya ardhi wakati ule ilinikataa, lakini baadaye kwa kweli ardhi kubwa sana imenikubali. Yaani watu wengi sana wamenikubali. Na miongoni mwa hao utakaofanya tathmini na Bwana niwe mimi na wewe. Tumsifu Yesu Kristo.